Bana, leo Boni ameingia nyumbani kwa Mwana, huku Mwana akiwa hana taarifa wala Saidi akiwa hana taarifa. Lakini baada tu ya Mwana kuingia ndani, akamkuta Boniventure amekaa anamsubiri. Huku Saidi naye baada ya kufika akajikuta anashindwa kuelewa nini ambacho kinaendelea. Kwa upande wa Salma anateseka kupitiliza, na hapa ameamua kuanza kwenda klabu sasa kwa ajili tu ya kunywa pombe ili kupunguza mawazo. Huku baada ya Saidi kufika ndani, basi Boni akasema, naona kama vile mwenzangu anachelewa kunitambulisha, mimi ni mume wa Mwana, naitwa Boniventure. Baada ya hapo Mwana alikataa kabisa, akasema ya kwamba yeye haelewi chochote na wala hajui chochote kinachoendelea, na alikataa na akasema ya kwamba tayari wamekwisha kupeana talaka yeye pamoja na Boni. Lakini Boni alikataa na akawa ameondoka. Huku nyumbani kwa Wendy, Tony ana kesi kubwa sana baada ya Nadia kuingia nyumbani kwake, na Wendy akamkuta Nadia akiwa anamshika Tony, na akawa anaulizwa ni ilikuwaje mpaka huyo mtu wako akawa ameingia nyumbani kwangu. Tony akawa anasema yeye haelewi chochote, lakini tayari imeshakuwa kesi kwa sababu amemkuta nyumbani kwake na amemkuta akiwa yuko na Tony. Huku upande wa Irene amewaza na akaona ni bora aende kwa daktari akamuulize kama kuna uwezekano wa yeye pamoja na Adamu waishi kama mke na mume na wazae watoto. Na baada ya kufika kweli, daktari alishauri akasema ya kwamba hakuna chochote ambacho kitaharibika, yani kwa wawili hawa pamoja na kwamba ni waathirika, wakiamua kupata mtoto wana uwezo wa kupata mtoto na hakuna chochote ambacho kitatokea kwa mtoto huyo. Kwa hiyo ni wao tu waamue kuishi pamoja. Lakini baada ya maneno yale, Adamu alikasirika na akasema hataki kabisa kusikia chochote, na ilifikia hatua anamgombeza daktari mpaka anataka kumpiga. Huko upande wa Saidi, baada ya Boniventure kuondoka, anasema anahitaji kuona talaka, yani hizo talaka ambazo alikuwa amepewa Mwana, basi naye Saidi anataka kuthibitisha kwamba talaka hizo ni kweli zilitolewa, ili aamini ya kwamba Mwana sio mke wa mtu. Lakini Mwana pamoja na hayo yote yanayoendelea, baada ya kutoka alienda kwa rafiki yake na akasema ya kwamba anataka mimba ya Chioma toke, yani bado anaendelea kuleta visa kwa Chioma, na bado anataka mimba ya Chioma itoke, yani bado visanga havijaisha. Leo Nawanda ameingia klabu, anamkuta Salma amelewa mpaka amelala na analeta fujo. Kitu hicho kilimfanya aumie na akamfuata ili aende akarekebishe, lakini Salma alimfukuza na akasema hataki kabisa hata kumuona. Huku upande wa Tony, anatamani angekuwa na maisha kama ya Adamu, akiamini ya kwamba Adamu anaenjoy sana, huku akiwa hajui ya kwamba Adamu na yeye alikuwa ana majanga yake. Adamu ni mwathirika na alikuwa ana mawazo kupitiliza.